Habari zenu Tanzania. Nafikiri tulipofika sasa hivi wa Tanzania, tumefika sehemu ambayo ni muhimu kwa kila Mtanzania kukubali, kutambua na kuacknowledge kwamba Tanzania ni nchi ambayo iko chini ya uongozi wa kidikteta. Ni nchi ambayo wananchi wake ni mateka. Wa Tanzania sisi ni mateka ndani ya nchi yetu. Tunashikiliwa kwa mtutu wa bunduki. Samia anatushikilia kwa mtutu wa bunduki. CCM inatushikilia kwa mtutu wa bunduki. There is no any other way ya kujidanganya. Na ngoja niwaambie kitu. Hii system ya ukatili ya kupiga risasi wananchi ya nini ilikuwepo. Miaka yote ilikuwepo. Ni vile wananchi mlikuwa mjawahi kwa challenge kwa maandamano. Mlikuwa hamjawahi kuichallenge serikali ya CCM kwa maandamano. Ndio maana tulikuwa hatujawahi kujua ukatili wao. Waliuficha ukatili wao miaka yote hii kwa sababu walikuwa hawajawahi kupata upinzani mkubwa hivi wa kuwaondoa madarakani. Ndio maana waliweza kuuficha ukatili wao. Sasa hivi tumewa challenge, tukawavua nguo, wakajionyesha. Na kwa nini nasema uongozi huu ulikuwepo miaka mingi? Samia Suluhu alichokifanya 29 ni kutoa oda ya wananchi kuuawa. Lakini kilichofanya oda zile zikatekelezwa ni kwa sababu hii ndio system ambayo tayari ilikuwa imeshajengwa. CCM alishajenga system ya kwamba hatuiachi nchi milele na milele. Tutaua kila mtu lakini hatuiachi. Ndio maana ile oda ilitekelezwa. Niwapeni mfano why nasema hivyo. Hapa Marekani sasa hivi Donald Trump akitoa oda sasa hivi kwa polisi wa Marekani kwamba watu wanaandamana, na Marekani kila siku ni maandamano. Donald Trump akitoa oda kwa polisi wa Marekani, kapigeni risasi wale. I say, hakuna polisi atafanya. Ni kwa sababu hiyo system haipo Marekani. Hata kama rais akiamua, hiyo system haipo Marekani. Kwa hiyo haiwezi kufanyika. Hiyo system ipo Tanzania na ilikuwepo Tanzania miaka yote. Lakini iliweza kujificha kwa sababu walikuwa hawajawahi kuwa challenged. Walikuwa hawajawahi kuwa challenged. Kwa hiyo inabidi wa Tanzania tukubali tunaishi chini ya mtutu wa bunduki. Inabidi tukubali sisi ni mateka kwenye nchi yetu. Na tusikubali serikali hii haramu. Tusikubali kina Mwigulu Nchemba wakajaribu kuidanganya dunia kwamba Tanzania imerudi kama ilivyokuwa zamani. Tanzania kuna demokrasia. Watanzania ni watu wako free. Sisi sio watu huru. Tanzania sio nchi huru. Tanzania ni mateka. Sio nchi huru. Hii yote kufungua kanisa la Gwajima, kusema sijui Gwajima hatafutu tena. Hii yote sio kwa ajili yenu wa Tanzania, ni kwa ajili ya international community. Ili waendelee kupata hela, ili waendelee kupata mikopo. Kinachowasumbua sasa hivi mpaka wanafungua makanisa, mpaka sijui hawamtafuti Gwajima, mpaka sijui wanawachia watu, ni mikopo, ni kuchukua mikopo. Wanajaribu kuconvince dunia kwamba Tanzania kuna demokrasia. Wanajaribu kuionyesha dunia kwamba Watanzania ni watu huru. Mbona wanaishi kwa raha tu? Shida ili waweze kuchukua mikopo tena. Sasa sisi wananchi tusiwaruhusu kina Mwigulu wakaigaslight dunia. Sisi ndio tunajua situation tunayoishi. Sisi ndio tunajua hakuna uhuru Tanzania. Tunaishi chini ya mtutu wa bunduki. Tunashikiliwa. Hatuwataki. Dunia nzima inajua sasa hivi. Nyinyi mnajua. Watanzania sasa hivi ukifanyika uchaguzi wa haki, CCM wakipata 10% sijui. That means tunashikiliwa kwa kinguvu. Kwa hiyo tusikubali kina Mwigulu wakajaribu kuigaslight dunia. Tusikubali. Ukweli ni kwamba Watanzania ni mateka kwenye nchi yao. Na tusidangani tuna amani. Ndugu yangu Tanzania, amani haipo. Amani haipo. Tanzania amani haipo. Tanzania inatawaliwa kwa mtutu wa bunduki. Na huo ndio ukweli. Inabidi wa Tanzania tuwe voko na hicho kitu. Popote tunapoongea nje ya Tanzania lazima tukubali na tuseme jamani, sisi tunashikiliwa kwa bunduki. Kama hamuamini tunashikiliwa kwa bunduki, ufanyike uchaguzi, waje wasimamizi wa nje waone.
waone kama kuna Mtanzania atawachagua hawa. Tunashikiliwa kinguvu. Guys, hii video ni kwa ajili ya serikali haramu ya Tanzania. Ni kwa Samia, ni kwa Kikwete, ni kwa huyo ambaye sasa hivi anajaribisha kujidai yeye ni Magufuli, anajaribisha kujivika ngozi ya Magufuli ili kuwaandaa Tanzania, Mwigulu Nchemba na wengine wote kwenye hiyo serikali haramu. Kwanza kabisa inabidi mshukuru kwamba baada ya mauaji mliowafanya, baada ya ukatili mliowafanya kwa Tanzania, walikuwa wanadai haki. Bado vijana wa Tanzania wanadai haki kwa njia ya maandamano. Bado wanadai haki kwa njia ya amani, bila hata kisu, bila hata rungu, bila hata nini. Bado wanadai haki kwa mikono mitupu. Inabidi mshukuru hilo. Inabidi muangalie historia za nchi zingine zote za Afrika. Kilichofanya uasi ukatokea ni haki kukosekana, na watu kujaribu njia zingine zote za kudai haki kwa amani zikashindikana. Ndio hiyo iliyofuata kwa situation iliyotokea Tanzania Oktoba 29. Inabidi hii serikali isijidanganye. Sasa hivi wa Tanzania, vijana wa Tanzania wako kwenye stage wanadai hii haki kwa mikono mitupu. Wanadai hii haki kwa maandamano. Alafu nyinyi mna respond kwa risasi. Na bado wanaendelea kuidai kwa mikono mitupu. Mnadhani hii haki ikikosekana kwa njia ya maandamano, haki wakikosa kwa njia ya maandamano, mnadhani vijana wa Tanzania kitakachofuata ni nini? Serikali ya Tanzania na wauliza, mnadhani hawa vijana wata accept? Mnadhani vijana wa Tanzania baada ya mauaji mliofanya, unyama mliofanya, mnadhani vijana wa Tanzania wata accept kwamba tukubali tu sisi tuko chini ya uongozi wa mtutu, tukubali tu tunaongozwa na majangili na majizi ambayo yanatuonea, yani mnadhani watakubali, watatulia, maisha yataendelea? Kuna mtu Tanzania anadhani hiyo ndo outcome itakayotokea Tanzania? Mimi I have news for you, because hicho ndo kilichotokea kwenye nchi zote ambazo kumetokea vikundi vya uasi. Ni kwa sababu haki ilikosekana kwa njia nyingine yoyote. Kitakachofuata Tanzania, yani kuna watu wanajidanganya kwamba kuna possibility ya Samia kuendelea kuwa rais, hawa kina Mwigulu Nchemba kuendelea kushikilia nchi illegally bila ridhaa ya wananchi, na nchi ikaendelea kuwa kama zamani, ikaendelea kuwa na amani. Hiyo kitu hakipo. I hate to break it to you. Unless haki patikane Tanzania, it's only downhill from here. Yani hakuna upside ya Tanzania baada ya kitotokea 29 bila haki kupatikana. Hakuna upside. It's only downhill. So ni lazima watu waangalie jinsi ya kutoa haki. Ni lazima. Mimi nawaambieni leo, hii nawaambieni kama oni, kitakachofuata. Kumbukeni enzi za Magufuli. Kulitokea nini kule Kibiti? Walianza kutokea waasi. Na sababu yake ilikuwa nini? Kwa sababu watu hawakuongelea kipindi kile. Sababu kipindi kile udictator wa Magufuli ulivyoanza kwa upinzani, utekaji ulivyoanza, haki ilipoanza kukosekana, si ndo ikaanza kutokea issue za Kibiti kule. Kuna watu wakaingia msituni, wakaanza kuua watu Kibiti. Mnakumbuka? Sasa this time mnadhani hawa vijana wanaenda kuchukua hatua gani kama watakosa haki kwa njia ya maendeleo? Ya maandamano. Ni lazima haki ipatikane kwenye nchi ili tuokoe nchi. Ni lazima haki ipatikane. La sivyo mnaipeleka hii nchi. I say, kuna yule mzee aliongea, nitaitafuta ile nitaiweka hapa kwenye hii. Alisema Tanzania inaenda kuvamiwa kwa sababu haitawaliwi vile watu wanataka. Jamani, nyinyi serikali batili, toeni haki. Hii nchi hairudi kutulia no matter what. Mmeua watu. Hakuna nchi ambayo ilitokea kilichotokea Tanzania, mauaji mengi ya kiasi hiki, na hiyo nchi ikaendelea. Hakuna. So please do the needful.
Hii nchi hakuna mtu mwenye hatimiliki. Sio lazima nyinyi mshikilie. Sio lazima. Ruhusini wa Tanzania waweze kuchagua serikali yao. Ruhusini waweze kuchagua chama chao, madiwani wao, wabunge wao, waruhusini ili waweze kupata maendeleo. Sasa hivi kuna uongozi wa kifalme tu. Ndio maana nchi ina disappear. Please, toeni haki, tuokoe nchi. Wewe una maoni gani? Nitasikiliza kwenye comments, nitareply comments zote 50 za mwanzo. Asanteni kwa kusikiliza, tukutane kwenye video ijayo. Asanteni.